na Paulo ameliandika kwenye hii sura ya 6 kwenye aya ya 5 akisema, maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Tafsiri nyingine wamesema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Maana yake ni kwamba kila mmoja atakwenda mbele za Mungu aliyemuumba, aliyemwamini, aliyempa dhamana, atakwenda kutoa hesabu ya namna ambavyo ametenda. Lakini hili neno maana yake pia si neno tu la kwenda kutoa hesabu mbele za Mungu au Mungu kuniuliza mimi kwa jina langu na kwa nafasi yangu, lakini pia ni neno ambalo linatukumbusha, linatuhimiza tuwajibike, na moja ya wajibu kuwajibika ni kufanya kazi. Kwamba tujue tunapaswa kufanya kazi. Kama kulima, tulime. Kama kufuga, tufuge. Tunapaswa kufanya kazi. Hakuna mtu anayekuja hapa ili aweze kutufanyia sisi kazi. Tunawajibika mbele za Mungu, kila Mtanzania, kila mmoja, kwa kufanya kazi. Nchi ya watu wasiofanya kazi haiwezi kuendelea. Lakini pia viongozi wangu wapendwa mliokaa hapa, nchi ya watu ambao pia wanaishi kwa kucheza michezo ya kubahatisha, bahati nasibu ziko nyingi. Sijaona nchi ambayo iliendelea kwa michezo ya kubahatisha, kubeti. Angalia kwenye radio, angalia kwenye TV, hesabu airtime, muda unaotumika kwenye radio au kwenye televisions. Kubeti. Yani sasa hivi Watanzania wengi wanahimizwa kubeti na wanaonyeshwa fursa ya kubeti kuliko fursa ya kufanya kazi. Hili ni janga kwa taifa. Na kama kuna namna tunaweza tukatumia hiyo nguvu kwenye kazi, tena tunaambiwa huyu Mungu tukifanya kazi anabariki kazi za mikono yetu. Ukilima anakubariki, ukifuga anakubariki, ukifanya kazi yoyote anakubariki. Lakini kwenye kubeti, kweli sidhani kama tumefilisika kiwango hicho, hapana. Lakini labda hilo eneo hatujaliangalia kama ni hatarishi. Kwa sababu kuna watoto wanazaliwa sasa, akizaliwa, akisikiliza radio, anakutana na kubeti. Akienda kwenye TV, anakutana na kibeti. Kuna ndugu mmoja, alicheza sana hii michezo ya kubeti, alafu wakaacha ghafla. Sasa wale wenye michezo ya kubeti wakampigia, "Alo, vipi? Uko wapi? Mbona siku hizi umeacha?" Akasema sina hela. Wakasema ngoja tukurushie, wakamrushia 10,000. Watu wa kubeti na wenyewe kumbe wana system, wanaangalia anayebeti sana ni nani, na asipobeti tumpigie simu. Ili hapana. Ili hapana.